Ndugu zangu wa Tanzania, habari zenu. Natambua kwamba wengi wetu tunapitia kipindi kigumu sana. Poleni sana kwa wale wote mliopoteza ndugu, jamaa, marafiki, mashujaa wetu, vijana wetu, baba zetu, kaka zetu na wadogo zetu wote waliotutoka siku ya maandamano. Kwa neno moja niseme poleni kwa kuwapoteza mashujaa zetu wa taifa. Pia poleni sana hata nyinyi mliopoteza mali zenu, lakini niseme tu kitu kimoja. Uhai wa mtu mmoja hauwezi ukaununua hata kwa trilioni moja. Duniani tunaishi mara moja tu. Pengo la vijana wenzetu waliomiminiwa risasi siku ya tarehe 25 alizibiki kwa maduka mazuri, alizibiki kwa mwendokasi mpya, alizibiki kwa madaraja makubwa, alizibiki kwa maneno ya chuki, alizibiki kwa maneno ya mashujaa kuitwa wahalifu kutoka nje ya nchi. Pengo hili na damu hizi za vijana hakika kamwe hazitanyamaza. Ndugu zangu wa Tanzania, kama Mtanzania mzalendo ninayependa nchi yangu ya Tanzania, ninaandaa makala hii kwa uchungu mkubwa mno. Usiku wa kuamkia Novemba 7 ni siku ya 4 leo, nashindwa kulala vizuri, nashindwa kupata usingizi kwa sababu ya hofu kubwa ya umauti iliyotawala katika akili yangu. Ndugu zangu, vijana wenzangu, baba zangu, mama zangu, mimi ni kijana niliyeshiriki siku ya maandamano ya tarehe 29. Nataka nizungumze kwa nini maandamano yalishindwa na kwa nini yaligeuka uwanja wa mauaji. Nikiwa kama muhanga, nilishuhudia vijana wenzangu wanapigwa risasi, wanadondoka mbele yangu, wanakufa. Hawakuwa wahalifu, ni vijana waliokuwa wamebeba mabango yenye jumbe za amani, baadaye wakayatupa kwa kukosa nguvu ya kuendelea kusonga mbele, kwa sababu walikatishwa uhai wakiwa njiani wakidai hiyo haki. Ni Dar es Salaam, katika jiji lenye pilika nyingi. Asubuhi ya tarehe 29 majira ya saa 4 asubuhi, wakati natokea nyumbani kwangu Segerea kuelekea Kawe katika shughuli zangu, nilishindwa kuendelea na safari yangu ya Kawe baada ya kukutana na kundi kubwa la vijana wakiwa na mabango na bodaboda, wengine wakichoma tairi, wakiimba nyimbo. Nilijikuta nishakuwa miongoni mwa kundi hili kubwa la vijana zaidi ya 20,000 waliokuwa wakikimbia risasi za polisi zilizokuwa zikifuatiliwa hovyo katika barabara za Mandela Road, eneo la Kisteno na Shekilango. Niliona kwa macho yangu mwenyewe risasi zikiwaangusha vijana 4 mbele yangu. Niliona kwa macho yangu mwenyewe risasi zikiwaangusha vijana 4 mbele yangu. Hasira zilinipanda sana, nikajiuliza kwa nini polisi hawatumii uweledi wao vizuri. Nikiwa kama kijana mwenye taaluma ya habari na sheria kichwani kwangu, hasira zilinijaa sana, ndipo nikaamua kushiriki rasmi maandamano hayo ya kudai haki na uwajibikaji kwa serikali ya awamu ya 6 iliyokosa misingi ya haki na utu wa Mwafrika. Sasa, ndugu zangu, nisingependa kujiongelea zaidi katika content hii. Zaidi napenda kuongelea vijana wenzetu waliopoteza maisha katika kadhia hii. Mitandaoni wapo wanaosema na kuuliza kwa kejeli, eti waandamanaji au wahalifu? Waandamanaji gani hawabebi hata bango? Kejeli zingine zinasema eti Mange na wenzake waliochochea maandamano wako nje ya nchi huko na kula ugali na familia zao. Kama wanaweza si waje waandamane? Ndugu zangu, huu sio wakati wa kulaumiana, ni wakati wa kutiana mioyo. Labda kuna msemo wa Kiswahili wenye hekima unasema hivi: ukimya ni hekima, ukiwa na maana ya kwamba wakati mwingine ni bora kunyamaza kuliko kuzungumza, kwani kimya huzuia makosa na uchukuliwa kama ishara ya busara. Kumbuka, wakati unalia kwamba umechomewa duka lako, kuna watu wamekatwa miguu kwa sababu walipigwa risasi, na kuna familia imempoteza baba, mama, kaka. Mtu huyo aliyefariki ndiye alikuwa tegemezi la familia hiyo. Mfano, kuna huyu mtu hapa ambaye nitawasomea message yake. Kanitumia message akiwa anasema hivi: Chali amepigwa risasi gereji akiwa anafunga mlango. Mama yake ni mlemavu wa miguu, alafu ndio mtoto wa pekee. Baba yake hayupo hai, alifaulu darasa la 7 mwaka jana.
Mama yake akakosa hela ya kununua uniform kutokana na maisha magumu. Mama yake akaomba tukae naye gereji. Charlie ndio anaanza kuelewa ufundi, halafu anauliwa kikatili. Bro, ikitokea mtu anaanzisha kundi la kigaidi uniambie bro. Tanzania bila nguvu utoboi. Haya sasa, hebu imagine message kama hiyo. Mtu huyu jamaa, hebu jaribu kuvaa viatu vyake. Mtu ambaye anatamani kuingia kwenye kundi la ugaidi. Wameuawa watu mpaka ambao hawakuwa kwenye ambushi. Unajiuliza mbona waandamanaji walianzisha vurugu? Hivi kwa akili yako imagine wewe ndo unaandamana, kaka yako amepigwa risasi. Wewe unafanyaje? Wenzio wanaandamana, alafu wewe ni mwizi, unashindwa kuitumia advantage ya kuiba wewe. Naongea na wewe ambaye unatazama video hii. Waandamanaji wengi walikuwa wanajua wanachokifanya. Nilishuhudia kwa macho yangu wakizuia baadhi ya sehemu zisichomwe moto. Licha ya kwamba sikuzunguka sehemu zote za jiji, lakini mashuhuda mtaelewa na mtakumbuka. Mfano Azam Media mlitaka kuvamiwa, mnafahamu. Waandamanaji hao wanaoitwa wahalifu wakazuia kuchomewa na hamkuvunjiwa. Lakini pia Total Energy mlitakiwa kuchomwa pale Tabata. Waandamanaji hao wakazuia msichomwe. Wenyeji wa Dar mtaelewa vizuri. Kosa walilolifanya polisi ni kupiga watu risasi badala ya mabomu. Hii ndio ilipelekea maandamano kuvamiwa na vibaka na wezi, kwa sababu watu wema walianza kupoteana, wakawa watoi maelekezo tena. Wapo waliorudi nyuma, pia wapo waliopigwa risasi. Unategemea nini hapo? Polisi walitakiwa kuwalinda waandamanaji, walitakiwa kulinda mali zisivamiwe na vibaka. Polisi walitakiwa kuwakamata wezi wanaochoma mali za umma na kuwapeleka jela. Lakini polisi walichagua kutumia risasi za moto, walichagua mauaji badala ya ukamataji. Unadhani ni nani aliharibu maandamano hayo kama sio polisi? Mimi nasema hivi, hasara zote zilizopatikana kipindi hiki, lawama zote watupiwe polisi, kwa sababu ilifika stage kila mmoja anaibiwa. Ilifika stage mpaka waandamanaji wanaibiana. Hii ni kwa sababu polisi hawakulinda maandamano, walichagua kuanzisha vita, ndio maana kukageuka uwanja wa mauaji. Sitaki ni concentrate sana kwenye hizi mali zilizoibiwa. Nichukue fursa hii kusema kwamba mali hizi zinapatikana kiurahisi sana, lakini mauaji hata ya mtu mmoja tu ni vigumu sana kureplace nafasi ya mtu ambaye alikuwa hai alafu amekufa. Ni vigumu sana ndugu zangu. Wote mnaotukana mitandaoni sasa hivi, wengi wenu hamjielewi. Ndio maana hamuoji kwa nini mnakata tozo mkinunua umeme. Ndio maana hamuoji kwa nini tunakatwa 50,000 tukinunua viwanja. Ndio maana hamuoji kwa nini mashirika yetu makubwa kila siku yanapata hasara ya mabilioni hapa nchini kwetu kila siku, na hizo hasara zinasomwa bungeni, hafu hakuna kiongozi anayewajibisha hao watu ambao wanahusika. Uwezi ukawaita vijana mashujaa, unawaita eti wahalifu kutoka nje ya nchi. Kama ni wahalifu walitakiwa kukamatwa na serikali ili walipe huo uhalifu wao. Kuna mhalifu anayeuawa bila hukumu duniani? Jibu ni hapana. Ndio maana gerezani kuna watu wamehukumiwa kuuawa, lakini unawakuta magerezani. Kwa hiyo hata hao wanaoitwa wahalifu walitakiwa kukamatwa na kupelekwa mahakamani, kisha mahakama ndio iwahukumu kwa adhabu aidha za kulipa au kwa vifungo vya siku kadhaa. Na sijasema kwamba wahalifu hawakuwepo. Walikuwepo ndio wahalifu, lakini walitakiwa wakamatwe. Lakini je, mbona hamkufanya hivyo serikali ya Tanzania? Why? Mlikusudia kufanya hayo mauaji mlioyafanya? Mpaka wale watoto mliowaua Mwanza pale kwenye kibanda umizi wakiwa wanatazama mpira ni wahalifu? Hivi imagine, kile kibanda kina mlango mmoja. Mlishindwa kuingia kuwakamata hao wahalifu, mkaja na gari mkawabeba mkawaingiza kwenye gari vijana ambao hawana hata silaha, vijana ambao hawana hata miaka 18. Mlishindwa kupeleka gari pale mkawatia kwenye gari na kuwapeleka gerezani kuwafungulia mashtaka.
Mimi ninaamini kwamba hili mtalipa. Hatutakubali. Kwa nini mtumie silaha za moto kwa watu wasio na silaha, tena vijana wadogo wasio hata na mapanga wala bisibisi? Hivi najiuliza kwamba Watanzania wangekuwa na miliki silaha kama nchi zingine, hizo bunduki au bastora, kwenye haya maandamano na hisi polisi ungetumia vifaru au mngetumia makombora? Kwa sababu mlikuwa mnagombana na watu ambao hawana silaha, mnawafyatulia risasi, mnawaua, mnafanya mauaji, bado mnawanyima watu miili. Mimi niseme kwamba watu wote ambao sasa hivi wanalilia mali zao, msiwavuruge wa Tanzania ambao wako kimya, kwa sababu kuna msemo unasema maji yaliyotulia yana kina kirefu. Watanzania wametulia kwa muda mrefu, mmewatibua na mmegundua kwamba kweli maji yao yana kina kirefu. Sasa kadiri mnavyowachimba chimba ndivyo mnavyoongeza urefu wa kina cha hayo maji. Kwa maji yanazidi kwa marefu zaidi. Kwa kumalizia, naomba nitumie fursa hii kuziomba msamaha roho za vijana mashujaa wetu waliolala chini ya ardhi. Tumewakwaza sana kwa sababu tumeshindwa kuendelea kupigania mlichokianzisha. Mlitamani kufika juu ya mamlaka, kila kitu mlichokifanya kilikuwa cha nia mbaya, kwa sababu mlitumia vitendo hivyo ili serikali ione kilio cha mateso ya wananchi maskini kwa vitendo. Mlikemea utekaji, uhuru wa watu kuzungumza wa Tanzania, mlikemea vitendo, mkazichoma moto mwendo kasi na magari ya serikali, mkimaanisha roho za watu waliopotezwa nchi hii ni muhimu kuliko miundombinu ya kisasa. Mimi na vijana wenzangu wenye nuru na maarifa tunawapongeza sana mashujaa wetu. Damu zenu huenda ikawa sadaka ya kulikomboa taifa na vizazi vijavyo. Tutaonana tena baadaye.